Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa na maombi ya wakati ulioamriwa yanayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na ninakushukuru kwa wewe ambaye uliniwish asubuhi nilipokuwa sauti yangu imeleta mushkari kidogo. Nimepokea salamu za pole kwa watu wengi, nashukuru sana. Lakini pia haikuwa ugonjwa, ila sauti ilitumika kwa muda mrefu kidogo. Lakini nashukuru kwa kujali kwenu. Mmoja akawa ananiambia tumia swi nini, tangawizi imefanya nini? Hapana, niko vizuri kabisa na jina la Yesu linanifanya kuwa mpya kila siku. Na ibada hii ya wakati ulioamriwa, Bwana akawa ananisemesha kwa habari ya mtu mmoja anayenisikia wakati huu. Kuna vitu vinachallenjiwa, nataka unielewe vizuri, halafu uone kama ni wewe ama si wewe, uchukue hatua ya haraka katika ibada hii ya wakati ulioamriwa. Kuna vitu kwenye maisha yako vinachallenjiwa. Kuchallenjiwa ni kwa lugha ya Kiswahili ni kama vile vinazuiliwa, vikitaka kutokea vinapigwa vita. Kuna namna, kuna mambo yanataka kutokea yanapigwa vita. Bwana akawa ananionyesha ya kwamba Bwana alisha ruhusu na alisha bariki na alisha kuruhusu ufanikiwe, lakini muujiza wako unachallenjiwa. Unasoma katika kitabu cha Daniel, utaona maandiko yanaeleza ya kwamba Daniel alipoomba, kabla hata hajaomba mbingu zilijibu. Mungu aliachilia majibu, lakini yule malaika aliyobeba yale majibu alichallenjiwa na mkuu wa anga la Uajemi. Alipozuiliwa kwa zaidi ya siku 21, aliomba msaada kutoka mbinguni kwa ajili ya yule Mikaeli, malaika wa vita, akashuka kuja kupigana hiyo vita kwa ajili ya challenge iliyokuwa ikitokea juu ya malaika aliyebeba majibu. Ninavyoongea sasa hivi, najua kuna mtu anaweza akawa na challenge inayoendelea, ana changamoto inayoendelea, amemuomba Bwana lakini Bwana alishajibu, ila muujiza wako umepata changamoto. Aidha ni kwa malaika aliyetumwa kuja kuleta huo muujiza, au kwa watu waliotumwa kuja kufanya huo muujiza utokee. Wapo watu waliozuiliwa wasisababishe muujiza wako kutokea, wanachallenjiwa wasifanye majukumu yao ya mbingu, kwamba walete kile ambacho Mungu amewakusudia wakilete kwako. Kuna watu ambao wanatakiwa waje wasababishe muujiza. Mungu ni roho, anawatumia watu. Atamtumia Pastor Miamba, atamtumia mjomba, atamtumia kila mtu kwa nafasi yake. Pastor Miamba kama mtumishi wa Mungu atalileta neno, lakini lile neno kuthibitika, Mungu atatumia watu wengine. Kama wale watu wakizuiliwa, wakichallenjiwa, huwa una uhakika kwamba Mungu alishajibu, lakini watu wanaotakiwa kuleta wamepewa challenge, wanachallenjiwa na nguvu za giza. Yule malaika aliomba msaada, akaomba msaada mbinguni, na Mikaeli malaika wa vita akashuka kupigana na ile challenge. Na tunaona yule malaika anashuhudia kwamba nimeweza kuja kuleta majibu, kwa maana vita imeshindiwa na malaika Mikaeli anayepigana vita. Wakati huu ulioamriwa, ninamuomba Bwana alete ushindi, amshushe malaika Mikaeli, ashuke na uweza na nguvu kuja kupigana hiyo vita, na kuruhusu malaika aliyebeba majibu yako aweze kukufikia. Yawe ni majibu ya ndoa, yawe ni majibu ya afya, yawe ni majibu ya mahusiano, yawe ni majibu ya uchumi. Bwana analeta ushindi kwako. Kilichokuwa kinachallenjiwa kinapata suluhisho wakati huu, kwa maana Bwana anaenda kufanya jambo jipya. Nataka niende niombe sasa kwa ajili ya wakati ulioamriwa, kwamba kuna mtu anatakiwa apokee muujiza wake sasa, na utaona kuna vitu vinaanza kutokea mahali ambapo ulikuwa unamsubiria Bwana atende. Bwana alishatenda, lakini muujiza ulipata challenge, ulichallenjiwa.
Bwana alishaachilia watoto kwenye tumbo lako, lakini wale watoto wamechallenjiwa. Bwana alishaachilia utajiri kwenye biashara yako, lakini biashara yako imechallenjiwa. Bwana alishaachilia afya kwenye mwili wako, lakini uponyaji umechallenjiwa. Ni wakati ulioamriwa wa kuondoa challenge, changamoto inayoletwa na nguvu za giza kwenye muujiza wako, na Bwana anaenda kuruhusu msaada kutoka patakatifu pake ili muujiza upate kutokea. Jambo hilo halikutokea kwa Danieli peke yake. Hata Yesu kulikuwa kuna watu waliokuwa wakimchallenge. Walikuwa wanaitwa Masadukayo, walikuwa wanaitwa Mafarisayo, walikuwa wanaitwa waandishi. Walikuwa wamesimama kama watu wa kuchallenge huduma ya Yesu ili sisonge mbele, lakini Yesu aliwashinda kwa msaada wa Bwana. Alipoita jina la Baba, Bwana alishuka na akaziondoa challenge hizo. Tunaona hata kina Petro, tunaona hata kina Paulo walipata challenge. Paulo anashuhudia ya kwamba nalitaka kuja kwenu Tesalonike mara ya kwanza, mara ya pili nilishindwa kwa sababu shetani alini challenge. Yamkini na wewe unatakiwa upate safari nzuri ya kwenda nje nchi, lakini shetani ana challenge. Nataka nikuhakikishie milango itafunguliwa, balozi zitafunguliwa. Nataka nikuhakikishia kwamba milango ya kimataifa itafunguliwa. Usiogope kinachoendelea kwa kimataifa sasa hivi. Kama unataka kwenda Ulaya utaenda, kama ni Marekani utaenda, mahali popote utaenda, kwa maana challenge zinaenda kuondolewa. Challenge za kiuchumi zinazozuia fedha kujilia zinaenda kuondolewa. Wakati huu Bwana ameachilia mafuta ya kuondoa changamoto, challenge ambazo unachallenjiwa. Kama unaamini neno la unabii liloachiliwa kwamba ni wewe unayesemeshwa katika wakati ulioamriwa, utasema amina. Nami ninaomba wakati huu, Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako nikishukuru kwa ajili ya neno la wakati ulioamriwa kwa ajili ya watu wako. Sante kwa maana Bwana, yamkini watu wako wamepitia hali mbaya. Yamkini mtoto wako ananisikia wakati huu amepitia changamoto ngumu sana, amechallenjiwa. Shetani ameinua watu kuchallenge mafanikio yake. Shetani ameinua watu challenge muujiza. Lucifer amejiinua mwenyewe na malaika zake kupinga baraka kwa mtoto wako anayenisikia. Lakini lipo neno la unabii. Umesema Mungu ulituma neno. Lipo neno la unabii. Nami natangaza kuanzia sasa, changamoto zote ziishe dakika hii. Muujiza wako ukapate kutokea. Pokea muujiza wako uliosubiria kwa muda mrefu. Pokea muujiza wako wa maombi uliyoyaomba kwa muda mrefu. Ile prayer point uliokuwa ukiomba kwa muda mrefu, Bwana anajibu. Pokea muujiza kwa jina la Yesu. Pokea muujiza. Changamoto inaondolewa, hiyo challenge inaondolewa, na hatimaye unakuwa huru. Hiyo challenge inaondolewa, na hatimaye unafurahia maisha kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema na rehema, kwa maana ile challenge uliokuwa ukiisubiria ikachallenjiwa. Ile hali iliyokuwa unaisubiria, muujiza uliokuwa unasubiriwa ukachallenjiwa, ukazuiliwa, kama vile ambavyo maombi ya Danieli yalizuiliwa. Bwana ameachilia ukombozi katika maombi ya wakati ulioamriwa, kwa maana ni mtu mmoja anahudumiwa wakati ulioamriwa. Kuna jambo linatokea. Pokea neema hiyo, pokea neema hiyo, pokea neema hiyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Rejoice, furahia, kwa maana tayari changamoto imekwisha kuondolewa mbele yako. Wewe ni mshindi na zaidi ya washindi. Basi utashika sadaka yako njema sana. Ishike sadaka yako kwa furaha. Mwambie Bwana, sadaka hii naiachilia kwa imani, kwa maana changamoto yangu imekwisha kuondoka, na aliyekuwa na challenge muujiza wangu amekwisha kuondolewa kwenye line ya muujiza wangu. Utakuja kushuhudia mahali hapa, na nataka mtu mmoja uje ushuhudie mara baada ya maombi haya nini kimetokea kwenye maisha yako. Nitafurahi kusikia ushuhuda huo katika jina la Yesu. Basi utashika sadaka yako, utaiachilia kwenye lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0
au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.